Kabla siku haijaisha, naomba tufunge siku pengine kwa kutazama dondoo za kila ambacho kinaendelea kati ya Iran pamoja na Israel, lakini pia bila kuisahau Marekani, ambapo tumeona yameendelea kutolewa matamko mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya pembe za dunia. Ni tofauti kidogo, hatujaona matamshi kutoka nchi zetu hizi za Afrika Mashariki. Hatujaona matamshi yakitoka, na pengine huenda ni kuhofia kwamba kama watatoa matamko aidha ni ya kulaani, inategemea na laani upande gani, lakini nadhani pia bado wanahofu sana juu ya kila ambacho kimefanywa na Marekani. Sasa taarifa ambazo zinatoka maeneo tofauti tofauti, nitakuwa ninaweka dondoo kidogo hapa ili angalau mjue updates za nini kinachoendelea. Tumeona Dubai wametangaza kwamba wanafunga balozi zake zote zilizopo mjini Teheran pamoja na kuwaondoa mabalozi wake wote, lakini pia watu ambao wanahusiana na masuala ya kidiplomasia kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran katika taifa hilo lililopo katika Falme za Kiarabu. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Dubai. Anasema mashambulizi haya ambayo yamefanywa dhidi ya raia, lakini pia maeneo ya makazi, viwanja vya ndege, bandari pamoja na sehemu za huduma za kijamii ni mashambulizi mabaya zaidi. Kwa hiyo tunalazimika kufunga balozi wetu uliopo nchini Iran na kuwaondoa mabalozi pamoja na wanadiplomasia wote waliopo katika eneo hilo. Lakini pia tumeona rais wa Marekani bwana Donald Trump amezungumza na kiongozi wa Israel Benjamin Netanyahu, amezungumza na viongozi kutoka Bahrain, amezungumza na viongozi kutoka Falme za Kiarabu kutokana na kile ambacho kimefanywa na hiyo Iran. Na ujumbe wa Donald Trump umewasilishwa kupitia kwa msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt, ambaye amezungumza nayo. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi kupitia kwa Sergei Lavrov wamewasiliana kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa China anayefahamika kama Wang Yi, ambapo kwa pamoja wamelaani mashambulizi yaliyofanywa na Israel kwa kushirikiana na Marekani kufanya mashambulizi katika taifa la Irani, wakisema mashambulizi hayo yamelenga kwanza ni kuwaondoa viongozi ambao walipatikana kisheria kabisa, na mashambulizi hayo ni mashambulizi ambayo hayawezi yakakubalika kwa sababu yanakiuka uhuru wa mataifa. Wamesema wanahitaji haraka sana ufanyike usitishwaji wa mapigano haya na wakae meza ya pamoja kwa ajili ya kujadili, kuungana, kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakamaliza mgogoro huo, huku wakiomba mataifa mbalimbali kushirikiana, ikihusisha pia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa pamoja na shirika la nguvu za atomic International Atomic Energy Agency kuhakikisha wana rescue situation hiyo. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameilaumu Iran, anasema Iran ndio ambayo imetengeneza mpango wa kutokea kwa mapigano haya, na akasema kumekuwa na serikali ya kigaidi, regime of terror, ambayo imekuwa ikiwatesa raia wake, lakini imekuwa ikiwatesa raia wa kule Israel, na ametaka haraka sana kusitishwa kwa mapigano, huku akiitaka Marekani pamoja na Israel waendelee kufanya mashambulizi, na ameiomba Iran iache kabisa mipango ya kuendelea kushambulia bezi za Israel pamoja na Iran zilizopo katika Israel pamoja na Marekani zilizopo upande wa Mashariki ya Kati, akisema kitendo ambacho kinafanywa kitakuwa ni kitendo cha hatari zaidi. Lakini pia tumeona baada ya mashambulizi ambayo yamefanywa na Iran, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba Iran wamefanikiwa pia kuzamisha zile mapipa meli zenye mapipa 3 ambazo na mapipa ya mafuta ambazo wamezizamisha katika ule mlango wa Persian pamoja na ule mlango wa Hormuz, ambapo haya ni kufuatia mashambulizi ambayo wameyafanya kule katika taifa la Israel, lakini pia kuyafanya katika maeneo ambayo ni washirika wa Marekani. Na hadi tunapozungumza ni kwamba Iran imetangaza kwamba sasa imeufunga rasmi ule mlango wa Hormuz, mlango ambao umekuwa ukitumika katika shughuli za usafirishaji wa mafuta duniani. Yani mafuta ambayo unayaona yanapatikana maeneo mbalimbali duniani yamekuwa yakitoka hapo kupitia huo mlango wa Hormuz, na mlango huo uko chini ya hao
wa Iran. Sasa wameufunga mlango huo, kwa hiyo dunia tujiandae kwamba tutakutana na changamoto kubwa sana ambazo zinatokana na uhaba wa mafuta, kupanda kwa bei za mafuta. Lakini unajua, ikitokea bei za mafuta zimepanda, basi kila kitu duniani kinapanda. Kwa hiyo hili na lenyewe ni moja kati ya jambo ambalo limekuwa na uhatari mkubwa zaidi. Wengi tumeona katika mitandao mbalimbali ya kijamii wanaielezea Iran kama taifa ambalo ni hatari zaidi. Ukiachilia mbali mipango ambayo Iran, Israel pamoja na Marekani walikuwa nayo. Israel yenyewe kazi yake wamesema ni kulenga viongozi, kuua viongozi wa Iran, wakati Marekani kazi yake ni kushambulia maeneo ambayo ni hatari katika taifa ile la Iran, ikiwemo maeneo ambayo inasadikika labda kuna silaha za nyuklia, maeneo ambapo kuna depleted uranium na maeneo mengine, wakati Israel kazi yake ni kulenga viongozi. Lakini Iran wameonyesha ukubwa wao wa kupambana na mataifa zaidi ya 10, kwa sababu wamefanya mashambulizi ya mfululizo wakati huo huo kwenye mataifa zaidi ya 8, na ukiachilia mbali Israel pamoja na hiyo Marekani. Wamefanya mashambulizi Qatar, wamefanya mashambulizi huko Kuwait, wamefanya mashambulizi huko Saudi Arabia, wamefanya mashambulizi huko Dubai, wamefanya mashambulizi karibu kila maeneo ambako kuna bezi za Marekani. Kwa hiyo Iran kwa namna moja ama nyingine, ukiachilia mbali swala la kupoteza kiongozi, lakini bado wameonyesha kwamba wanaye uwezo wa kufanya mashambulizi. Can you imagine Marekani pamoja na Israel kwa pamoja wameungana, wameshikana mikono na wakafanya hayo mashambulizi ya kushtukiza, lakini Iran ameyajibu mashambulizi yale, na mwisho wa siku Marekani kupitia kwa Donald Trump wametangaza kwamba Iran haitakiwi kuendeleza tena mashambulizi hayo ambayo yamefanywa, kwa sababu kufanya hivyo itakuwa ni hatari zaidi. Lakini pia kwenye taarifa nyingine ambazo tumeziona ni kwamba idadi ya watu ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel katika shule ya wasichana iliyopo katika mji wa Minab imefikia 165. Watoto wanafunzi 165 wameuawa kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani pamoja na hiyo Israel, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa kwamba vifusi bado vinaendelea kuondolewa katika maeneo hayo, na pengine huenda zikatokea taarifa nyingine ambazo zinaelezea juu ya athari ambazo zimetokea. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba bodi ya magavana kutoka lile shirika la nguvu za atomic, kwa maana dili la mambo ya nyuklia, wanatarajiwa kukutana Jumatatu ya tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2026 kwa ajili ya kujadili hali iliyopo huko, na pia wameomba ushiriki wa wawakilishi wa kudumu wa Urusi katika eneo hilo la IAEA ambao watakutana pale Vienna, na atakayewasilisha upande wa Urusi ni Mikhail Ulyankov. Lakini pia taarifa nyingine ambazo zimetolewa ni kwamba mashambulizi ya Iran katika bezi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati zimesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 560 ambao wamefariki dunia, huku wengine wakijeruhiwa. Miongoni ni wanajeshi kutoka Marekani ni IRGC, ambayo hili ni Islamic Revolution Guards Corps ambao wamezungumza hivyo. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba drone pamoja na makombora vimefanya mashambulizi katika bezi za Marekani, Kuwait pamoja na maeneo mengine, ambayo imesababisha uharibifu mkubwa sana katika hizo rasilimali za Marekani. Na as we speak ni kwamba tumeona Abu Dhabi pamoja na Dubai wamesema ile stock ya exchange itafungwa Jumatatu na Jumanne. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa. Kwa hiyo watu ambao labda wanataka kubadilisha fedha basi hawatakuwa na uwezo wa kufanya hiyo exchange, kwa sababu Dubai pamoja na Abu Dhabi wamesema wanasitisha kufanya hiyo biashara ya exchange. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Hii ni vita ambayo ni ngumu zaidi, kwa sababu ugumu wake unakuja kwamba mataifa ambayo yamepigwa na Iran, mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo yamepigwa na Iran yalikuwa ni pengine mengine ni marafiki, lakini kwa sababu tu kuna bezi za Marekani, basi sasa wanaweza wakajikuta wanaingia katika mgogoro mkubwa zaidi. Lakini bado tunaona rais wa Marekani bwana Donald Trump anajinasibu kwamba wataendelea kufanya mashambulizi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kwamba vita hivi vinaweza vikawa ni vita vifupi zaidi, lakini vinaweza vikawa ni vita ambavyo vina mwendelezo mkubwa zaidi na zaidi. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, ndugu zetu muweze kujua juu ya kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.